Karibu sana, Mungu akutende mema. Ah, Sasa ninasikia hii sauti inaninenea, ama nikasikia katika ulimwengu wa kiroho Bwana akinena nani. Kulikuwa ni usiku wa saa 8 hapo hivyo, wakati kulikuwa kumenyamaza kabisa. Kwanza nikaletewa katika maono, alafu sasa nikanenewa, nikaona tuploti. Kuna hizi ploti zinakuwaga ziko na uchafu mingi sana, yaani unaona hiyo ploti ni kweli ni ya mawe, lakini ploti yenyewe iko na uchafu, kumetapakaa maji huko, unaona hata rangi ile ploti ni chafu. Sasa nikapitia ama nikapelekwa pahali kulikuwa na ploti kama hiyo, na wakati ule hapo kwa barabara hapo kwa nje ya ploti, kulikuwa na watu ambao wanaonekana si watu wakamilifu katika mienendo yao, yaani ni watu wanakaa tu mambo ya dunia. Na katika ile hali kukakuja mchungaji aliyekuja akapita, basi akakuja akaingia kwa lile ploti. Alipoingia kwa lile ploti, nikaona kwa hiyo ploti kulikuwa na gari mbili zilizokuwa zimelala, ziliharibika, na tule tugari tulikuwa ni 96 station wagon. Kama unajua kale kagari ka 96 kale kalikuwa mbele ndio DX Corolla ingie, kuna ka 96 station wagon. Na nikaona alikuwa na kagari ka kwanza kakawa na shida kakaharibika, hapa ndipo akanunua kengine, lakini vile vile kale kagari kakarara. So nikaona nitoa huyo mchungaji, na alipokuwa naingia pia kuna hii kikundi cha watu kilikuwa hapa, hakikuwa kinanena mazuri kuhusu pastor, kilikuwa kinamuonea mtu amelemewa, kwa sababu mambo yake haijakuwa ikienda vyema ama haijakuwa rahisi wakati akiwa katika lile ploti. Sasa hapa ndipo nilinenewa na Bwana, nikaambiwa environment is very determined, ladies and gentlemen. Mazingira ni kitu cha muhimu sana katika kufaulu kwako. Nikaambiwa mchungaji, ni kweli ni mchungaji wangu, ni kweli anatendaga mema, lakini mazingira anayoishi kufaulu ama kutoboa kwake basi ni ngumu sana. Sasa hapa ndipo nikasikia nikiuliza Mungu, mbona ikakuwa namna hii? Ndipo Bwana nikasikia sauti ya Bwana inaniambia kwamba kuna siku moja hiyo kijiji hapo tu kulikujaga mtumishi wa Bwana, na huyo mtumishi alikuwa ameleta ujumbe, na katika ule wakati watu wa ule mji wakamdharau na wakamnena vibaya. Vile vile hata ni kama waliiba chombo chake cha kuendesha injili, one of her instrument. Ati katika ule wakati ndipo huyo mchungaji alilaani hiyo mji, akaita mji ya wakora. Nikalia sana rohoni mwangu, nikasikia Mungu akiniambia kuna watu sisi ambao hatufaulu katika maisha, si kana kwamba shida ni sisi, lakini tunakaa katika mazingira magumu, mazingira iliyolaaniwa. Hakuna baraka unaweza zipokea ukiwa katika ile mazingira. Ndipo hapa nikakuja nikakumbushwa na Mungu akaniambia, sababu niambie Ibrahimu atoke kwa nyumba ya baba yake ni kwa sababu katika ile mazingira kubarikiwa kulikuwa ni ngumu sana. Maana alikuwa katikati ya watu waliolaaniwa, watu waliokuwa ni ukoo wa Kanani, na baba yake Kanani ni Hamu waliolaaniwa na baba yake baada ya kuona uchi ya baba yake ambao si mwingine bali ni Nuhu. Sasa nikahurumia yule mchungaji sana, na nikasikia ati sasa maneno yaliyonenwa kinyume na ule mji, kunaweza patikana tu mchungaji tu afike mahali pale au huwe ile maneno iliyonenwa na yule mchungaji, kwa sababu alikasirika. Wale watu mkitubu, Mungu anaweza watumia mchungaji wake aende anene kinyume na ile maneno iliyonenwa. Sasa anene kubarikiwa. Nikaona ile mji ni kweli wanazaga, lakini watoto wao wanakuwa wakora, kwa sababu ni mji iliyolaaniwa. Nasikia rohoni yangu nina uchungu mwingi sana, kwa sababu mchungaji huyu ananunua kagari haiendi pahali. Shida si mchungaji, lakini shida ni mazingira aliyo
ndani yake mchungaji. Katika ule wakati nikasikia nimenenewa, nikaambiwa wakati unaenda pahali aidha hata ni kuweka biashara, environment is very determined. May God enable you to identify the environment you are living in. Inaweza kuwa it is the cause yako kukosa kuendelea. Kuna watu walienda wakaua watu, wakafanya corruption, wakanunua ploti na wakajenga manyumba za kukodisha. Wewe nawe ni mtu mkamilifu, mtu unafanya biashara yake kwa haki na kweli. All of a sudden ukaenda ukakomboa ile nyumba. But my sister, my brother, there is no progress at all. The problem it is not you. The problem is not your father. The problem is not your husband. The problem is not your business. The problem is the environment you are living in. Mazingira unayofanyia biashara yako, hiyo ndio shinda. Labda huyu tajiri aliua mtu ili akapata lile pesa. Sasa wewe nawe unakaa katika mazingira ya mtu aliyelaaniwa. Maana katika kitabu chake ni Jehova kinanena kinanga wasi kwamba hii fedha ambayo mnaipataka kwa njia isiyo halali haitakufaidi na haitakusaidia. Sasa wewe tenant ndio unabebaga ile mzigo. Inabidi mambo yako wewe kama tenant iache kuenda vizuri ili ukose pesa ya kupatia landlord, kwa sababu mali ile ni mali iliyolaaniwa na haitamfaidi. Jehova sina akupatie hiyo ufunuo. Jehova sina akupatie that revelation so that you can be able to come out in such an environment, and that time you'll progress and you'll prosper. Mungu na akutende mema. Thank you very much. Tutazidi na kusemesana. Mimi si mwingine bali ni wako Pastor Alex Wawajiru. Ngai akurathime na gwike wega.